Naam, mtazamaji, mambo yazidi kuvurugika katika hali ya kisiasa nchini Tanzania. Bunge la Ulaya EU limesitisha mpango mkubwa wa fedha uliofaa kupewa Samia Suluhu na serikali ya Tanzania ya CCM mwaka huu 2025. Hii ni kufuatia ghasia za uchaguzi, mauaji na ukandamizaji zilizoshuhudiwa kulingana na bunge hilo la Ulaya. Mara hiyo hiyo, bunge hilo limetuma pigo kubwa kwa Samia Suluhu pamoja na serikali nzima. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa urefu zaidi. Tanzania inakabiliwa na moja matatizo makubwa zaidi ya kidiplomasia leo katika miaka ya hivi karibuni baada ya Umoja wa Ulaya kutangaza kusimamisha mara moja mpango wa maendeleo wa Tanzania wa mwaka 2025 kwa kile ilichokieleza kuwa ni ukubwa wa hali ya nchi hiyo kufuatia machafuko yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka 2025. Tangazo hilo ambalo lilitolewa na Maria Luiz ambaye ni kamishna wa Umoja wa Ulaya wa utulivu wa kifedha, huduma za kifedha na muungano wa masoko ya mitaji, akizungumza kabla ya kikao cha bunge la Ulaya. Kulingana na Maria Luiz, uchaguzi mkuu wa Tanzania ulikumbwa na dosari kubwa, ikiwa ni pamoja na kuzuiwa kwa wagombea wa upinzani, ukandamizaji mkubwa wa uhuru wa kujieleza na matumizi ya nguvu kupita kiasi dhidi ya wapiga kura wanaojaribu kutumia haki zao za kidemokrasia. Ripoti zinaonyesha kuwa machafuko yanayozunguka uchaguzi huo wa Tanzania yalisababisha vifo au mauaji ya raia kadhaa, huku mamia wakijeruhiwa au kukamatwa, jambo ambalo limeleta mshtuko katika jumuiya ya kimataifa huko Ulaya. Kamishna huyo alisisitiza kuwa hata kabla ya siku ya uchaguzi tayari kulikuwa na dalili za wazi za ukiukwaji wa haki za binadamu, na hivyo hii imepelekea kuzuiwa kwa fedha hizo ambazo zilitakiwa kutumwa kwa serikali ya Samia Suluhu mwaka huu. Sababu za kuzuiwa kwa fedha hizo, bunge la Ulaya ama kamishna huyo aliweza kusema ya kwamba hizi ni pamoja na kuongeza vikwazo kwa vyombo vya habari nchini Tanzania, uwezo mdogo wa vyama vya upinzani kushiriki kikamilifu katika kampeni, na matukio ya kumbukumbu ya mateso yaliyohusisha baadhi ya wanachama wa upinzani waliokuwa wakipinga matokeo ya uchaguzi au mchakato mzima wenyewe. Ripoti kama hizo, alisema, ziliimarisha wasiwasi huko Ulaya kuhusu kupungua kwa nafasi za kidemokrasia nchini Tanzania. Wakati wa hotuba yake, Maria Luiz aliweka wazi kuwa Umoja wa Ulaya hauwezi kupuuza ukiukaji wa kanuni za kidemokrasia na haki za binadamu, hasa katika nchi zinazonufaika na usaidizi wa maendeleo wa Ulaya. Hata hivyo, kwa uzito wa hali hii, EU imesitisha mpango wa maendeleo wa Tanzania wa mwaka 2025 au kwa lugha fupi, imeweza kuzuia fedha ambazo zinafaa kuwa za maendeleo kutumwa Tanzania, na inasisitiza uchunguzi wa kina matukio ya ghasia na ukiukaji wa haki za binadamu. Alisema kwa udhabiti, akisisitiza kwamba msimamo wa EU ama Ulaya haungebadilika hadi hatua za uwajibikaji zitakapoweza kuchukuliwa. Kusitishwa kwa mpango huo wa fedha wa maendeleo kunaashiria pigo kubwa kwa Tanzania ambayo ilitegemea sana msaada huu wa EU ama Ulaya kwa miradi ya kimkakati ya maendeleo ya miundombinu katika miundombinu tofauti nchini Tanzania mwaka huu 2025, pamoja na afya na elimu pamoja na kilimo. Mpango huu wa mwaka 2025 ulikuwa umetazamwa kama msingi wa ramani ya maendeleo ya Tanzania, huku michango ya Umoja wa Ulaya ikiwa ni jukumu kuu katika upangaji na utekelezaji wa muda mrefu. Kwa hivyo kusimamishwa kwake kumeibua maswali ya papo hapo kuhusu mustakabali wa miradi muhimu ya kitaifa. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wanasema uamuzi huo wa Ulaya unaonyesha hali ya wasiwasi inayoongezeka kimataifa kuhusu mwelekeo wa kisiasa wa Tanzania katika miaka ya hivi karibuni. Waangalizi wanaona kuwa mivutano iliyozingira uchaguzi ilitabirika kutokana na kuongezeka kwa udhibiti wa serikali juu ya mijadala ya umma, kufinywa kwa uhuru wa kisiasa na kudhaniwa kuwa taasisi za serikali zinatumia silaha dhidi ya sauti pinzani ama waandamanaji. Kwa wengi, mlipuko wa vurugu na ukandamizaji uliofuata ulikuwa dalili za kuzorota kwa demokrasia. Mashirika ya kiraia yameelezea kusikitishwa na hali ya haki za binadamu, yakielezea kipindi cha baada ya uchaguzi kuwa kikiwa na hofu, vitisho na kutokuwa na uhakika.
Wanaharakati wengi wanaripoti kwamba familia za wafuasi wa upinzani waliotoweka bado zinawatafuta wapendwa wao, huku waandishi wa habari wanaoangazia matokeo ya uchaguzi wakikabiliwa na vitisho, kukamatwa na vizuizi vya kuhama. Kulingana na bunge hilo la Ulaya, maendeleo kama haya pia yaliongeza wito wa uangalizi wa kimataifa. Viongozi wa upinzani kwa upande mwingine wanasema kuwa uamuzi wa Ulaya ama bunge la Ulaya EU unadhibitisha kile ambacho wameonya kuhusu muda mrefu, mwelekeo wa serikali kuelekea ubabe. Wadau kadhaa wa upinzani pia wamepongeza kusimamishwa huko kwa fedha hizo kama wito wa lazima wa kuamka, wakisema kuwa mageuzi ya maana yatatokea tu wakati Tanzania inakabiliwa na matokeo ya kweli ya kidiplomasia na kiuchumi. Serikali ya Tanzania hata hivyo imeshikilia kuwa uchaguzi huo ulikuwa wa amani na wa kuaminika na kutupilia mbali ukosoaji wa kimataifa kuwa ulitoa chumvi au ulichochewa kisiasa. Maafisa wanahoji kuwa ghasia zilizoripotiwa zilitengwa na kwamba hatua za usalama zilikuwa muhimu ili kudumisha utulivu baada ya miundombinu kuanza kuchomwa katika maandamano hayo. Serikali inatarajiwa kutoa jibu rasmi kwa uamuzi huu wa EU ama Ulaya katika siku zijazo katika mpango wao wa kuzuia fedha, ingawa vyanzo vya ndani vinapendekeza wasiwasi mkubwa ndani ya wizara muhimu. Kwa Watanzania wa kawaida, kusimamishwa kwa EU ama fedha hizi kunabeba athari zinazowezekana za kiuchumi. Ufadhili wa maendeleo huathiri sekta muhimu zinazosaidia moja kwa moja maisha wa Tanzania, ikiwa ni pamoja na programu za kilimo vijijini, mipango ya kufikia afya na miundombinu ya elimu. Viongozi wa jumuiya wanahofia kwamba ikiwa mpasuko wa kidiplomasia utaongezeka, imani ya wafadhili inaweza kupungua hata zaidi na kuathiri mipango ya muda mrefu ya kitaifa na utulivu wa kiuchumi nchini Tanzania. Waangalizi wa kikanda wanaonya kuwa hali inaweza kuongezeka na kuwa vikwazo zaidi ikiwa hakuna hatua za kurekebisha zitachukuliwa. Wanaelekeza kwenye matukio ya zamani ambapo Umoja wa Ulaya uliongeza vizuizi hatua kwa hatua, kutoka kufungia programu za maendeleo hadi kuweka marufuku ya kusafiri na kufungia mali kwa maafisa mahususi, wakati serikali ziliposhindwa kushughulikia kurudi nyuma kwa demokrasia. Baadhi wanaamini kuwa huenda Tanzania sasa inasogea karibu na njia hiyo hatari. Mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yameungana na Umoja wa Ulaya kuitaka Tanzania kuruhusu uchunguzi wa kuaminika kuhusu madai hayo ya dhuluma. Wanasisitiza kuwa uwajibikaji ni muhimu kwa kurejesha imani katika mfumo wa uchaguzi. Vikundi kama hivyo vimeonya kwamba hali ya sasa ya hofu inatishia kuzidisha migawanyiko nchini, kuondoa imani ya umma na kuyumbisha jamii kwa miaka ijayo ikiwa haitashughulikiwa kwa haraka. Wanasayansi wa siasa wanaeleza kuwa hatua hii ya EU ama Umoja wa Ulaya inatoa ujumbe zaidi ya Tanzania. Hata hivyo, kwamba ushirikiano wa maendeleo wa kimataifa unazidi kufungamana na viwango vya utawala. Mataifa wafadhili wanahoji kuwa hayako tayari tena kuwekeza sana katika majimbo ambayo mdororo wa kidemokrasia ni dhahiri na bila kupingwa. Maendeleo haya, wanasema, yanaweza kuunda upya uhusiano wa baadaye wa kidiplomasia na kifedha katika bara zima. Wakati mgogoro ukiendelea kujitokeza, shinikizo linaongezeka kwa serikali ya Tanzania kutathmini upya mtazamo wake na kutumia uamuzi huu wa Umoja wa Ulaya kama fursa ya kujichunguza. Wachambuzi wanasema mageuzi katika uwazi wa uchaguzi, uhuru wa mahakama na uhuru wa kisiasa yatakuwa muhimu iwapo Tanzania inatarajia kurekebisha hadhi yake duniani na kurejesha imani miongoni mwa washirika wa maendeleo. Hata hivyo, mtazamaji, ni hayo tu niliyokuandalia. Nijuze maoni yako upande wa comment section kuhusiana na uamuzi wa kuzuia fedha kwa Umoja wa Mataifa kuelekea nchini Tanzania. Vile like video hii, kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele, kisha gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.